Chama chetu kina katiba ya mwaka 2016 ambalo toleo lake la mwisho ni 2019. Kuna utaratibu umewekwa kwenye katiba wa kila mwanachama, kila kiongozi kwa ngazi inayohusika wa kufuata. Moja ni warejeshe kwenye katiba yetu kwenye maadili au kwenye kwenye kanuni za chama, sura namba 10 ya Kirumi inaelekeza utaratibu wa kumtuhumu kiongozi yoyote ambaye unaona ana tuhuma zozote. Inakataza kutoa tuhuma kwa kwenda kuzitangaza kwa umma badala ya kuzipeleka kwenye vikao halali vya chama. Huo ndio utaratibu wa kawaida na wa dunia nzima katika taasisi zote. Hata kwenye taasisi za ndoa, nitatoa mfano. Kama wewe umemshika mke wako ugoni, samani, je, utaenda kuwatangazia wanakijiji nimemshika mke wangu ugoni, au utafuata utaratibu kadiri ya dini yenu inavyoelekeza? Ukimshika mke wako ugoni unaenda wapi? Kama unaenda kwa washenga wasuluhishe, ndio utaratibu. Hauwezi kuchukua maiki ukaenda ukatangazia umma nimemshika mke wangu ugoni. Kama unaenda kwa mchungaji wako au kwa padri, utaenda kwa padri, nimemshika mke wangu ugoni, ili aweze kukaa na wanandoa hao, aweze kuwahoji na kusuluhisha. Vinginevyo tukiruhusu kila mwanachama akimtuhumu mtu fulani kwa kusikia, wala sio shahidi, kwa kusikia, alafu akatoka akaita chombo cha habari akasema huyu ameiba hela, huyu amefanya hivi, hiyo sasa itakuwa ni kuvuruga chama. Huo utaratibu haupo kabisa katika taasisi yoyote. Kwa kusema hivyo haimaanishi tunalinda watu wanaofanya mambo mabaya. Tunajenga umoja na kutuhakikisha kwamba kile unachokisema kinawasilishwa na kinaamliwa kwenye vikao vilivyowekwa katiba, na vitatoa hukumu kadiri ya ushahidi utakaowasilisha pale. Chama chetu kwa sasa, hatua iliyofikia kinafanana na wakati ule Chama cha Mapinduzi kikiwa kinaungwa mkono na zaidi ya 80%. Ilikuwa ni kwamba miaka ile, kama mnakumbuka, wanasema ukiweka jiwe wanalichagua. Sasa hivi maumivu yamehama kwao, yamehamia Chadema, ndio maana wanaumia sana. Wananchi wana imani na Chadema, na tunawashukuru. Imani hii imejengwa miaka 34 imepita tangu chama hiki kimeanzishwa. Chama hiki wananchi wanakiamini kwamba ndio silaha pekee iliyobaki ya kuweza kupambana na Chama cha Mapinduzi ambacho kinawaumiza. Kwa hiyo hakuna mtu atamwamini mtu yeyote atakayetoka na tuhuma kuituhumu Chadema. Kwa hiyo nawaombeni wanachama na wapenzi, tuchukue tahadhari kubwa na tuwe makini, na viongozi vile vile, tunapodili au tunaposhughulika na jambo linalohusiana na Chadema, tuhakikishe tunafanya kwa uhakika na kwa uangalifu wa hali ya juu sana. Vinginevyo tunaweza tukaja tukaharibu, kwa sababu wananchi wameshatupa imani kubwa. Wote mmeshuhudia chama hiki sasa hivi kina rasilimali watu kubwa nyingi. Mmeshuhudia tu operations zilizopita 2, kumekuwa na timu 2 zinazunguka. Katika timu 2 hizo Chama cha Mapinduzi kikateua watu 2 wapite nyuma ya misafara hiyo, ambaye ni Heli Ali Epi na katibu mwenezi wa CCM kiongozi. Alipopita ameona imefeli, wakarudi wakatengeneza hoja ambayo imezaa matunda ya kusimamisha tena mikutano ya hadhara kinyume cha katiba na sheria. Sasa nataka niwaambie, hakuna namna kwamba tunaweza kukwepa umma kwa kile ambacho umeshaamua. Umma ukishaamua, ukishajenga imani na wewe ambao ni Chadema, hautaweza kukiondoa kwa kutumia majeshi, kwa kutumia namna yoyote ile.
Ndio maana kila kundi linatumia mbinu yake kupingana na Chama cha Mapinduzi, kupingana na yale yanayotokea, yale wananchi wameyapata. Wananchi wametekwa wengi, wameuawa wengi, lakini niseme kuuawa, kutekwa hakutaondoa tatizo wala hakutatatua tatizo, kwa sababu hili taifa lina watu zaidi ya milioni 60 na kitu. Huwezi kuua wote, hata ukiua unaua wale wengine wanaendelea kuwepo kwa sababu ndio ukweli uliopo. Yaani kuteka, kuua, kufungulia mashtaka ni sawa na kufunika moto na karatasi. Lazima karatasi itaungua tu. Naomba niishie hapo, lakini nitoe wito kwa wananchi tuendelee kuunga mkono, tupambane mpaka tuhakikishe Tundu Lissu anaachiliwa, tukishirikiana na jumuiya za kimataifa ambazo zimeshatoa mwelekeo pia. Wote tumesoma, Jumuiya ya Madola imetoa mapendekezo 6 kwamba ndani ya siku 30 Tundu Lissu aachiliwe. Sio kwamba inaingilia uhuru wa mahakama, inaingilia haki za watu kuishi katika mataifa mbalimbali. Asante sana.